Kristo, tuko mahali hapa na katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi yaliyotukirimia katika maisha yetu. Na katika Dominika hii ya leo, Dominika ya 28 ya mwaka C wa kanisa, tunaalikwa kutafakari kuhusiana na shukrani. Hivyo katika Dominika hii kila mmoja wetu anaalikwa kuwa na moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwani vyote tulivyo navyo vyatoka kwake, na hivyo hatuna budi kurudisha sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Katika maisha yetu kila mmoja wetu amejaliwa karama na vipaji mbalimbali katika maisha yake. Mungu amemjalia uwezo wa kutenda hayo anayotenda. Mungu amenifanya vile nilivyo. Mungu amekufanya vile ulivyo. Amekujalia yote hayo ulionayo. Huna budi kurudisha sifa na utukufu kwake. Huna budi kumwambia Mungu asante kwa haya yote ambayo umenikirimia katika maisha yangu. Huna budi kuwa na moyo wa shukrani kwake, kwa sababu kushukuru ni kuomba tena. Na tunapomshukuru Mwenyezi Mungu, hakika anazidi kutukirimia kila neema na baraka tunazohitaji katika maisha yetu kwa ajili ya safari yetu ya maisha hapa duniani. Kristo tumaini letu. Na masomo yetu siku ya leo yanatuongoza kutafakari ujumbe huo wa kuwa na moyo wa shukrani, moyo wa kumwambia Mwenyezi Mungu asante, moyo wa kuambia Wakristo wenzetu asante, moyo wa kuambia wale wote walionisaidia katika maisha yangu asante, kwa sababu kile ambacho nimepewa aidha na mwenzangu, binadamu mwenzangu, Mkristo mwenzangu au mtu mwingine yoyote yule, pale ambapo nafanya kazi au naishi ndani ya familia, lazima niweze kusema asante, kwa sababu sistahili kupewa hicho ambacho nilipaswa kupewa. Wako watu wengi wangestahili kupewa hayo ambayo mimi nimepewa, lakini basi Mwenyezi Mungu amependa mimi nipewe hivyo ambavyo ninavyo, na wala sistahili kupewa hivyo, bali aliyenistahilisha na kunifanya vile nilivyo ananialika kuwa na moyo wa shukrani. Ananialika kwenda mbele zake na kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa kunitakasa kwangu, asante kwa kuniondolea mwiba huu, asante kwa kuniondolea changamoto hii, kwa sababu katika maisha ya mwanadamu zipo changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo. Yako mahangaiko mengi ambayo tunakumbana nayo, aidha ndani ya familia au kule ambapo tunafanya kazi, aidha ofisini au kwenye biashara zetu, au maisha yetu namna yalivyo yanagubikwa au yana changamoto nyingi au mambo mengi ambayo yangependa kuturudisha nyuma. Tunashindwa kufikia lile lililo la msingi ambalo Mwenyezi Mungu anamtaka kila mmoja wetu aweze kulifikia, kwa sababu kile ambacho Mwenyezi Mungu ananitaka mimi nitende, hakuna mwingine yote yule anaweza kutenda isipokuwa mimi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapoweka mbegu ya ukuu ndani mwangu, anatambua ni nguvu gani aliyoweka ndani mwangu. Hivyo anataka mimi nitende kadiri ya mapenzi yake, na ninapotenda kadiri ya mapenzi yake sio kwa uwezo wangu, bali kwa uwezo wake Mwenyezi aliyenipa uwezo huo. Hivyo sina budi kumwambia Mungu asante kwa kuniwezesha kwa kutenda jambo hili, kwa sababu nguvu hii sio yangu, wala kwa nguvu zangu nisingeweza kutenda jambo hili. Ndio maana baada ya mahangaiko hayo, baada ya shughuli za wiki nzima, tumetoka tulikotoka na kuja hapa kumwambia Mungu asante, kwa sababu sadaka ya Ekaristi Takatifu, sadaka ya misa takatifu, kwa yenyewe ni sadaka ya shukrani. Tunaposema sadaka ya Ekaristi Takatifu, Ekaristi kwa yenyewe ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo kila mmoja wetu anayeshiriki adhimisho hili hana budi kumwambia Mungu asante kwa kunilinda wiki nzima, asante kwa kuniepusha na hatari zote, asante kwa kuwezesha familia yangu kuwa vile ilivyo, asante kwa kunifikisha hapa, asante kwa kuniinua tena, asante kwa kunifanya vile nilivyo. Kristo. Na tunapoweka tumaini letu kwa Kristo, ndio maana kila mmoja ametoka kwenye familia na kuwa na moyo
wa Naamani ambaye tumemsikia katika somo la kwanza. Naamani baada ya kusumbuliwa na ugonjwa huu wa ukoma kwa muda mrefu, anasikia habari za nabii Elisha. Na anaposikia habari hizi za nabii Elisha, anatoka katika nchi yake, kwa sababu tunaambiwa sio Mwisraeli, na anaenda katika nchi ya Israeli, anamfuata nabii ili akapate kutakasika, kwa sababu aliambiwa ni nabii mwenye nguvu, ni nabii anayeweza kukufanya ukaondokana na hali hiyo. Kumbuka ni kiongozi mkubwa, tunaambiwa ni jemedari, lakini kwa unyenyekevu wake anashuka na kumwendea nabii ili akapate kuondokana na adha aliyonayo, kuondokana na changamoto aliyonayo, kuondokana na masaibu haya aliyonayo, kwa sababu nyakati zile kwa mtu yote aliyeumwa ukoma alitengwa na jamii. Sasa jaribu kufikiri kwa nafasi aliyokuwa nayo, kwa uongozi aliyokuwa nayo, alikuwa hawezi kukutana na watu. Na mtu aliyeumwa ugonjwa wa ukoma nyakati zile alionekana ni mtu mdhambi, ni mtu aliyemwasi Mwenyezi Mungu, ni mtu ambaye hamwamini Mungu. Hivyo adhabu yao ilikuwa ni ugonjwa wa ukoma. Ndio maana walipelekwa nje ya mji. Na hata somo la Injili tumesikia habari hizo za wakoma. Lakini Naamani anapomwendea nabii Elisha anampa kazi ya kufanya. Anamwambia, nenda mtoni Yordani ukajichovye mara 7. Naamani anaanza kusita. Kwa nini unanipa jambo hili dogo la kwenda kutenda? Kile mfanyakazi wake au kuja wake anamwambia, kama angekwambia ni lilo kubwa ambalo liko ndani ya uwezo wako ungetenda. Lakini nabii amekuambia jambo ambalo ni rahisi kwako kwenda kulitenda. Ninapohitaji uponyaji katika maisha yangu, maana yake ni hii: Mwenyezi Mungu ananitaka nichukue hatua. Mwenyezi Mungu ananitaka nitoke hapo nilipo. Mwenyezi Mungu ananitaka nitoke ndani ya familia yangu na kwenda kukutana na nabii. Na kila mmoja ametoka alipotoka na kuja hekaluni hapa kukutana na Mungu mwenyewe na kumweleza shida niliyonayo, kumweleza mahangaiko yangu. Na Mungu atakupa kazi ya kwenda kufanya, atakupa jambo la kwenda kutimiza ili aweze kukushika mkono na kukuinua. Hakuna jambo ambalo ni rahisi tu. Mwenyezi Mungu anakupa kazi ya kufanya, na tumeumbwa kwa ajili ya hilo. Naamani anapoenda katika mto huu wa Yordani na katika maji haya, anapotenda yale ambayo nabii anamwambia, tunaambiwa anatakasika, anakuwa safi, na ngozi yake inakuwa kama ya mtoto mdogo. Ndipo sasa katika somo hili Naamani baada ya kuona kutakasika kwake, anarudi kutoa shukrani. Anamwambia nabii Elisha, asante, pokea sadaka yangu. Nabii anakataa, kwa sababu nabii anajua kazi ile aliyotenda sio yeye, ni Mungu aliyeweka ile nguvu ndani mwake. Nasi zipo nyakati ambazo katika maisha tuna jambo la kujifunza hapa. Baada ya kufanya ile kazi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, hatupaswi kupokea au kujimwambafai na kuona zile sifa tunapaswa kupewa sisi. Tutambue kwamba aliyeweka uwezo huo ndani mwetu ni Mungu mwenyewe. Hivyo anayepaswa kurudishiwa sifa na utukufu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na baada ya nabii kukataa sadaka hii ya Naamani, tunaona Naamani namna ambavyo anafanya ungamo la imani na kumwambia kwamba basi kama upokee hiki ambacho nimekuletea kama sadaka ya shukrani, naomba niweze kuchukua udongo katika taifa lako hili la Israeli na kwenda kumwabudu Mungu huyu katika taifa langu. Kristo tumaini letu. Wakati mwingine Mungu anapotuinua katika maisha yetu na tukaanza kujitukuza, tunashindwa kuwaongoa watu wengi. Naamani baada ya kutoa sadaka yake, kama Elisha angeipokea, wala asingekumbuka kuchukua udongo, na Elisha angeendelea kujitukuza, na Naamani asingepeleka ujumbe huu kwa taifa lake, kwa sababu anapochukua sehemu ya udongo huu anaenda kufanya nchi yake kuwa
kuwa ni nchi ya kuabudia. Anaenda kufanya taifa lake kuwa hekalu lifanane na taifa la Mungu huyu wa Nabii Elisha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapotupa kazi, tutende kadiri anavyotutaka tutende, ili anaponiinua akainua kundi kubwa kwa ajili yangu, mimi nikawe lango la baraka kwa ajili ya wengine, na sio kuanza kujitukuza kwa sababu ya kazi ambayo nimefanya au kazi ambayo umefanya. Kazi hiyo unayofanya ni Mungu anakutaka ufanye. Ni Mungu ndiye aliyekupa kazi ya kuwainua watu wake, kuwafanya watu wake watakasike, kuwafanya watu wake waondokane na changamoto walizonazo, kuwafanya watu wake waondokane na haya yanayowasibu, kuwafanya watu wake waweze kuponywa, kuwafanya watu wake waweze kuwa na matumaini tena, kuwafanya watu wake waweze kuona kesho yao tena. Mungu anaamua kutumia wewe kuwainua wale. Kwa ndugu zangu, tunapokuja kumuonyesha Mungu na kumwinulia Mungu moyo wa shukrani katika maisha yetu kwa yale aliyotukirimia, hatuna budi kumwambia Mungu asante na kurudisha sifa na utukufu kwake, kwa sababu ya kundi kubwa lililoinuka kupitia mimi, na sio kuwa na ubinafsi. Katika somo la Injili huku kwenye Naamani, somo la kwanza, tunaambiwa kwanza hakuwa Mwisraeli, hakuwa Myahudi maana yake. Tukienda kule kwenye somo la Injili tunasikia habari za hawa wakoma 10. Na wenyewe ni watu ambao walikuwa nje ya mji. Tunaambiwa Kristo akiwa safarini kuelekea Yerusalemu, au akiwa njiani kuelekea Yerusalemu, akiwa anapita katikati ya Samaria na Galilaya nje ya mji, ndipo hawa wakoma wanapaza sauti na kutamka maneno mazito kabisa. Wanasema ya kwamba, wanatumia maneno haya, wanapaza sauti, wanasimama kwanza mbali kwa sababu ya unajisi wao ambao jamii yamini, na wakupaswa kuchangamana na watu. Wanamwambia, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Na kila mmoja anapokuja katika hekalu hili na katika kanisa hili hana budi kutamka maneno haya kama wakoma hawa. Hakuna mtu ambaye hana udhaifu katika maisha yake. Hakuna mtu ambaye hana ukoma unaomsumbua katika maisha yake. Kile ambacho kinakutenga na Mungu ndio ukoma wako. Ukoma wa nyakati hizi sio ukoma wa nyakati zile. Hata kama sisi hatuoni, Mungu anakuona. Anaona nafsini mwako, anaona rohoni mwako, anaona matendo yako, anaona mawazo yako, anaona kile unachonuia. Hivi hicho ambacho kinakutenga wewe na Mwenyezi Mungu ndio ukoma wako. Kile ambacho kinanitenga mimi na Mwenyezi Mungu ndio ukoma wangu. Na ninapokuja mahali hapa, sina budi kumwambia Yesu Ekaristi, Yesu Bwana mkubwa, unirehemu. Uniondolee mwiba nilionao. Uniondolee changamoto nilionayo. Uniondolee udhaifu nilionao. Uniondolee mahangaiko nilionayo. Na baada ya kuondolewa na changamoto hiyo, hatuna budi kumwambia Mungu asante. Baada ya hawa Kristo kusikia kilio chao, anawaambia mkajionyeshe kwa makuhani. Kwa sababu makuhani ndio waliokuwa wanatoa kibali kwa wale watu ambao walikuwa wanasumbuliwa na adhabu ya namna hii, kwa sababu watu waliamini hii ni adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni hali ya adhabu. Na hata sisi katika maisha yetu, kuna mtu anapoingia katika mahangaiko, tunaona ya kwamba kama yeye ni mdhambi sana, ni kama adhabu kutoka kwa Mungu. Na yule mwenye mafanikio tunaona Mungu amembariki sana. Ndio tafsiri ya mwanadamu ambaye anakuwa nayo. Lakini kwa Mungu ni kinyume chake. Kijaribu kurudi hata kwa Ayubu tunaona tofauti kabisa. Kwa hiyo Kristo anapowaambia wakajionyeshe kwa makuhani, anataka wakapate tena kibali cha kurudi kwenye jamii. Kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanashuhudia kwamba mtu huyu amepona. Ni watu waliokuwa wanasema kweli yote. Ni watu waliokuwa wanasimama badala ya Mwenyezi Mungu na kuwapokea watu wake vile walivyo. Wanapoenda wakiwa njiani, tunaambiwa wanatakaswa wote 10. Lakini anayerudi ni mtu mmoja. Na tunaambiwa ya kwamba mtu huyo hakuwa Myahudi bali alikuwa ni Msamaria. Anamtukuza Mungu na kupiga magoti. Anasujudu. Anamwabudu Kristo na kumwambia asante.
Hawa 9 ambao hawataji huenda ni mimi na wewe. Kila mtu ametoka kwenye kabila lake, ametoka kwenye taifa fulani, ametoka kwenye familia yake, ametoka mahala popote alipo. Vile ulivyo. Sisi labda ni sehemu ya hao 9 ambao tunashindwa kurudi na kumwambia Mungu asante kwa kuniondolea hali niliyokuwa nayo. Tunajiona kama vile tunastahili na mara zote tunatembea kifua mbele. Lakini tunapokuja katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu kama hii, sadaka ya Ekaristi Takatifu, sadaka ya shukrani kwa Mungu, sadaka ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu, hatuna budi kumwambia Kristo, Yesu Bwana mkubwa uturehemu. Yesu Bwana mkubwa utusamehe. Yesu Bwana mkubwa utushike mkono tena tuweze kutembea pamoja na kufikia yale matamanio ya mioyo yetu. Wapendwa katika Kristo, tunapofanya hivyo, Kristo anatuambia kwamba tutastahimili pamoja naye. Na maneno haya tunayoona katika somo hili la pili, waraka huu wa pili kwa Timotheo. Kristo anasema tukimkana naye atatukana mbele ya Baba yake. Tukikubali kufa naye, pia tutaishi pamoja naye, kwa sababu tutafufuka pamoja naye. Na tukiweza kuvumilia na kustahimili mateso pamoja naye, basi tutatawala pamoja naye. Na tatuinua wakati unaofaa. Katika maisha yapo mahangaiko mengi. Kila mmoja na mwiba wake. Narudia tena kusema kila mmoja na ukoma wake. Hata ni mimi mwenyewe kutafakari ya kwamba udhaifu wangu au ukoma wangu ni upi? Ni kitu gani ambacho namwambia Mwenyezi Mungu leo hii anifanye niondokane nacho? Aidha ni umbea, au ni uvivu, au ni ufisadi, au ni chuki, au ni jambo la namna gani? Au ni kuabudu miungu mingine, au ni jambo, ni udhaifu gani nilionao? Au ni kuwawazia watu wengine mabaya? Au ni lugha chafu? Au ni mawazo mabaya ambayo yanaharibu mwili wangu? Ni ukoma wa namna gani nilionao na kumwambia Kristo leo hii, Yesu Bwana mkubwa, niondolee mwiba huu. Niondolee ukoma huu nitakasike, ili nikawe mpya tena, niweze kustahimili pamoja nao. Ili ninapoweza kuingia katika mateso na mahangaiko, niweze kuvumilia. Wakati mwingine katika maisha tunapokumbana na changamoto nzito kama za hao wakoma ambao walitengwa na jamii, walitengwa na familia zao, tunashindwa kustahimili kwa sababu tunakuwa sio watu wa shukrani kwa Mungu. Tangu kuzaliwa kwangu, Mungu labda amenitendea mema mengi. Kwanza amenijalia zawadi ya uhai. Amenijalia vile nilivyo. Amenijalia karama na vipaji mbalimbali. Amekuinua wewe na familia yako. Amekupa kazi ulionayo. Amekupa afya ulionayo kuwahi kupata changamoto ambazo ni nzito. Hata kama kipato ni kidogo, lakini Mungu amekufanya kuweza kustahimili na kuishi. Kuna watu wenye kipato kikubwa lakini hawafurahi kwa sababu ya afya zao. Lakini bado wote tunabudi kumwambia Mungu asante. Hasa tunapokumbana na changamoto ndani ya familia au kwenye kazi zetu au kwenye jamii au kwenye utume wote niliopewa, tunashindwa kustahimili kwa sababu tunakuwa tuko pamoja na Kristo. Paulo anamwambia anapomwandikia Timotheo waraka huu, yupo kifungoni, yupo katika mahangaiko makubwa, lakini anamwambia injili hii ninayokuandikia huna budi kustahimili na kuyashika hayo. Anamwambia mkumbuke sana Yesu Kristo. Mkumbuke sana Yesu Kristo. Kwa sababu yeye ndiye anayekupa nguvu ya kuweza kuhimili na kustahimili yote. Na baada ya kuweza kuhimili na kustahimili yote, huna budi kuwa na moyo wa shukrani. Kwa sababu vyote ulivyo navyo sio kwa sababu wewe una akili au una uwezo ulionao. Uwezo huo na mbegu hiyo ya ukuu ambayo ipo ndani mwako ni Mungu mwenyewe ndiye ameipanda. Na namna ya kuipalilia mbegu hiyo na uwezo huo nilionao, lazima tuweze kuja katika maadhimisho ya sadaka ya misa takatifu na recharge. Ni kama vile ninapokuwa na simu yangu inapoisha charge, nafanya nini? Lazima ni charge. Siwezi kuwasiliana tena. Na sisi tunapokuwa katika hali hizo, tunapokuwa na ukavu wa kiroho, lazima tuje tumwambie Yesu Bwana mkubwa, turehemu, ili tuweze kupachika chaji zetu na kurecharge tena, ili tunaporudi kwenye familia zetu na zile shughuli tunazotenda, tuweze kuhimili mahangaiko tunayokumbana nayo. Tuweze kuhimili hayo
magumu tunayokumbana nayo, kwa sababu ulimwengu huu kuna mawimbi mengi, kuna dhoruba nyingi ambazo zinatufanya tunashindwa kufikia lengo msingi la maisha yetu. Tunashindwa kuyafikia yale malengo tuliyoweka. Aidha tangu Januari mtu amepanga, lakini mpaka sasa hana alichofanya. Ndani ya familia yake mipango aliyoweka naona haiendi. Sasa ni kwa namna gani naweza kuyahimili mapigo haya au mahangaiko haya? Ni lazima niweze kusali na kuricharge kwa Kristo, kumwambia Yesu Bwana mkubwa, nihurumie pamoja na madhaifu yangu nilionao, pamoja na ukoma wangu nilionao. Niondolee niweze kutakasika na ngozi yangu, maisha yangu yaweze kuwa mapya tena. Niweze kufanya ile metanoia na kufanana pamoja nawe, ili niweze kustahimili pamoja nawe. Na ninapostahimili pamoja nawe niweze kuwainua watu wengine waweze kufikia lile tamanio la moyo wao. Hivyo ndugu zangu wa Kristo, tunapoadhimisha sadaka hii ya misa takatifu, sadaka ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, na tunaalikwa kuwa na moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kila mmoja wetu anaalikwa vile alivyo navyo viweze kuwa ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, viweze kuwa ni kwa ajili ya kuwainua wengine. Nguvu aliyokuwa nayo Elisha alitumia kumtakasa Naamani. Nguvu aliyokuwa nayo Kristo alitumia kuwatakasa wakoma hawa. Nasi hatuna budi kutumia nguvu tulizo nazo kubadilisha maisha ya wengine, kubadilisha maisha ya familia zetu, kubadilisha maisha ya taifa hili, kubadilisha maisha ya wanadamu wenzetu, na daima wamtukuze Mungu kwa sababu ya ulimwengu huu, wamtukuze Mungu kwa sababu yangu mimi, kwa sababu ya hizo karama na vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani mwangu. Tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili daima kila mmoja wetu aweze kutambua hizo nguvu alizonazo, mbegu ya ukuu ambayo Mungu ameweka ndani mwetu. Tuweze kumshukuru Mungu daima, na nguvu hiyo iweze kutufaa sisi wenyewe, iweze kuzifaa familia zetu, iweze kuwafaa Wakristo wote, iweze kuwafaa wale wote wanaotuzunguka, ili siku moja tusije tukajuta tukaambiwa ya kwamba wenye shukrani ni wale ambao hawakuwa hata Wakristo. Wenye shukrani ni wale ambao labda hawakuwa sehemu ya sisi, na hao Mungu ndio anaoendelea kuwainua na kuwajalia yale yote ambayo wanatamani katika maisha yao. Lakini mimi na wewe tuliobahatika kuwa Wakristo, tuliobahatika kuwa Kristo mwingine, tuliobahatika kutenda na kuenenda kadiri ya Kristo, tunaobahatika kulisikiliza neno la Mungu na kufanya kadiri ambavyo anatualika, nasi tukawe na uwezo